lengo la mafunzo haya au hii kazi ambayo tunaenda kuifanya ni kuhakikisha kwamba hizi halmashauri tatu kwanza zinatambua vyanzo vyao vya sasa hivi vya mapato, lakini pia kuangalia katika vile vyanzo walivyonavyo ni vyanzo gani ambavyo wanaweza wakaongeza thamani au wanaweza wakaleta ubunifu ambao unaweza wakawafanya wakakusanya kwa kiwango cha juu kuliko ambavyo wanakusanya sasa hivi. Lakini pia kuna vyanzo vingine ambavyo wanatakiwa waanze kuvifikiria, ambavyo ni vyanzo tunaita ni hizi alternative financing. Na baada ya hapo tutafanya kwa pamoja kutengeneza mpango mkakati wa utafutaji fedha ya kutekeleza ile miradi ambayo wamejipangia kwa mwaka huo unaokuja wa fedha, kwa maana ya 25-26, 26-27. Na mpango huo utakuwa ni shirikishi, kwa maana ya kwamba haitakuwa tu ni serikali ya halmashauri husika, lakini pia itawashirikisha na wadau ambao ni wadau katika zile halmashauri, kwa maana ya sekta binafsi, asasi za kiraia, lakini wabia wa maendeleo ambao pia wana miradi katika hizo halmashauri na wananchi kwa ujumla, ili kusudi kile kitakachotoka pale kisiwe ni kitu cha serikali ya halmashauri husika, lakini kiwe ni kitu ambacho kimejadiliwa katika ngazi zote ambazo zinastahili. Kwa hiyo mwisho wa siku tunaamini kwamba kwa halmashauri hizi tatu ambazo tunaanza nazo itakuwa ni chachu kwanza kwa TAMISEMI, kwa kuangalia, kwa sababu tuna halmashauri 184. Kwa hiyo katika hizo, ukitoa hizo tatu ambazo tutaanza nazo, then unakuwa na halmashauri 181 ambazo bado zinakuwa hazina huo mkakati ambao tunauzungumza. Kwa hiyo itakuwa ni chachu pia kwa halmashauri zile husika, lakini pia na kwa TAMISEMI jinsi ya jinsi ya kupeleka hilo gurudumu mbele. Hii hatua itaenda kwa unlock baadhi ya hizo bottlenecks, kwamba kuna fursa za miradi lakini miradi haiji, au unakuta tu imeandikwa kirahisi tu, peji moja, peji mbili, mtu anasema nina mradi huu hapa, peji mbili. Lakini mradi unatakiwa uhusishe watu, wanasiasa wale kwenye halmashauri wavae uhusika, wasukume ule mradi, waone unafaa. Lakini pia ile dhana kwamba miradi yote inagharamiwa na serikali ndio ilikuwa changamoto kubwa, kwamba sasa kuna vyanzo vingine vya fedha. Sasa tunavifikiaje? Kuna benki, kuna taasisi mbalimbali. Kwa hiyo ni maeneo ambayo tunatakiwa sasa tuweze kusaidiana na wenzetu wa mipango. Tunaona ni mashirikiano mazuri na tutakuwa na matazamio makubwa sana kwamba sasa angalau hata hiyo miradi ya mfano hiyo tunasema halmashauri tatu, tukisema ya mfano basi tayari inakuwa ni center ya kujifunza pale kwenye zile halmashauri. Kwa hiyo ni hatua nzuri, tuna matazamio mengi sana. Ni kwamba sasa tutaenda kwa unlock, na hizo halmashauri zitasaidia sasa kuweza kutoa uzoefu, best practice, lakini pia sasa sio tu uzoefu, lakini kwamba ni mfano mzuri wa miradi kujiendesha. Hii ni moja ya kazi za kwetu kama chuo cha mipango, kutoa shughuli za ushauri kwa wadau wa maendeleo. Kwa halmashauri kwetu ni wadau, kwa tunawafundisha namna nzuri, maana tumefanya tafiti, tumegundua kuna tatizo kubwa la gharama za kuwezesha miradi katika ngazi ya halmashauri. Miradi mingi haitekelezwi kwa muda, mingine inakufa kwa sababu ya ukosefu wa fedha. Kwa tuko hapo kuwawezesha kuandaa muongozo utakaowawezesha wao kuweza kupata fedha za kugharimia miradi hiyo na kuongeza mapato yao ya ndani, ili mipango yao na mpango mkakati ambao wameuandaa kwa muda wa miaka 5 iweze kutekelezeka vizuri kama ambavyo imepangwa.